majina naitwa Musa Hussein, katibu wa mbunge jimbo la Bunda mjini. Leo tulikuwa na zoezi la kukabidhi vifaa kwa kikundi cha wazee wa Ruseru. Nakumbuka tarehe 23 mwezi wa 12 walikuja ofisini wakaonana na mheshimiwa, wakaelezea kwamba wao na kikundi kuna mmoja wao wanakutana. Baada ya pale mheshimiwa aliniagiza kwamba siku ya kukutana kwao niweze kuhudhuria. Na kweli tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 2026 niliweza kuhudhuria kuangalia hao wazee wana mikakati gani na mipango gani. Baada ya kukuta tu ni wazee wanakutana, basi wanakutana wanabadilishana mawazo, wana umoja wao, lakini ni umoja ambao haukuwa na mkakati madhubuti wa wenyewe kuweza kusaidiana katika kuinuana kiuchumi. Niliongea na mheshimiwa akanieleza ni tuweze kufikiria namna ya kuweza kuwasaidia wazee ili waweze kuinuana kiuchumi na waweze kunufaika kwa kupitia kikundi chao. Akaniambia inabidi tuwasajilie. Kweli tukaandaa katiba. Baada ya hapo tukaanza utaratibu wa kusajili, lakini pia tukakabidhi vifaa vya kisasa ambavyo wanaweza kuvitumia katika vikao vyao, ndio kama unavyoona waweze kuvitumia katika vikao vyao. Na leo mheshimiwa ameniagiza niwakabidhi, lakini pia katiba yao waende kuipitia. Baada ya hapo next week tutakamilisha usajili wao. Na mpango ambao tuliweza kueleza wazee hawa ni kwamba inabidi waanzishe mradi ambao tuliwashauri ni mradi wa viti pamoja na tenti, ili waweze kupata angalau kipato kuliko kule kuchangishana na kupishana, lakini wao na miradi. Lakini pia tukaonelea kwamba tunaweza kuwasaidia wazee hawa katika kupata elimu. Kwa hiyo tukafikiria namna ya kuweza kuwasaidia kupata elimu ya ujasiriamali, lakini pia utunzaji wa afya, kwa sababu tunajua uzee ni dawa. Wengine unakuta wengine hawafanya hata mazoezi, wananyemelewa na magonjwa, lakini ukieleza namna ya kuweza kuishi kwa kufanya mazoezi, kumaintain diet na vitu vingine, unaweza kufika mbali zaidi. Kwa hiyo baada ya hapa sisi tutaenda tena kuona tena wazee, wataenda kupitia katiba yao, watarudisha hapa, tutawasajilia. Baada ya hapo tutaangalia namna ambavyo wataweza kufika mbali zaidi. Kwa yote haya ni malengo ya Mheshimiwa Esther Amos Bulaya kuhakikisha kwamba wananchi wa Bunda walika zote wananufaika na uwepo wake, lakini pia wanatengeneza uchumi wa mtu mmoja na kikundi. Mimi kwa majina naitwa James Magai Mikoma, ni mkazi wa Ruseru, kata ya Sazira. Na baada ya hili kukaa chini na kuangalia sisi wazee hatuna namna ya kujisaidia, tukaona tubuni angalau mbinu ya kuweza kukutana kutengeneza mfumo wa pamoja kwa ajili ya kujiinua kiuchumi kwa mtu mmoja kupata namna ya kujisaidia. Lakini baada ya hapo kutokea hapo tukaona hapana, tumuendee mheshimiwa mbunge ili aweze kutusikiliza na yeye kilio chetu, ili aweze kupata mawazo ya kutuinua kwa sisi ambao wazee ambao tuko wa Bunda. Lakini baada ya hapo kwa kweli tulileta kilio chetu, akakipokea, akatupa nafasi ya kuweza kuja tutembelee. Akamwagiza katibu wake wa mbunge, kweli akaja, tukasema tunakaa tarehe gani, tukasema tunakaa kwa mwezi mara moja, ambayo ni tarehe 26 kila mwezi. Alipokuja kwa kweli walituona, wakaona tunavyokaa na mazingira tulionayo, wakatushauri vitu vingi sana ambavyo walitushauri, wakatuahidi kwamba watatutengenezea katiba, na kweli wametutengenezea na vifaa vingine vya kufanyia kazi kwa ajili ya mfumo wetu wa umoja ambao tumekubaliana navyo, tumekabidhiwa. Tunashukuru sana kiujumla, tunamshukuru sana mheshimiwa kutukumbuka sisi wazee ambao tuna hali ya chini. Ametupa nafasi ya upendeleo wa wazee wa Bunda kiujumla, hata mahala popote wengine walipo wapitie kwenye mfumo huu wa kujifunza ili waweze kuinua uchumi wao wa mtu mmoja. Sasa kiujumla sisi tunasema kwamba ni asante mheshimiwa mbunge kwa kile alichoweza kutuwezesha, na bado tunamuombea azidi kuona makundi mbalimbali yanayoweza kuwa na uhitaji wa kuweza kusaidiwa.